Bwana. Amen. Hebu mpeane yako mkono mwambie mimi na wewe tumekutanishwa. Amen. Hebu mwambie tumekutanishwa. Injili ni sehemu ya kukutanisha watu. Amen. Amen. Kwa hiyo wakati unamwimbia Mungu, toa mawazo ya kila aina. Hebu muimbie Mungu kwa furaha. Amen. Nimefurahi sana. Tukana. Maana kumsifu Bwana katika roho yako ni kitu kizuri. Bwana asifiwe sana. Mimi nimefurahi mtume amenikaribisha. Nimefurahi mtume kufika kwa mtumishi wangu. Baada kumpa upako, nimeona akiendeleza ile mtaji. Hebu sema mtaji. Nguvu ya Mungu ni mtaji. Haleluya. Lakini kuna kitu kimoja nataka kufundisha kwa wale waliosimamishwa hapa. Nifundishe au niache? Wewe ukisema niko chini ya mtume, shetani anachukia. Kwa hiyo wewe ni tofauti na muumini wa mtume. Wewe ndio namba moja, inatakiwa uwe kwenye maombi saa yote. Kwa sababu shetani hataki kitu kinachoitwa umoja. Utakaa kwenye umoja lakini unaweza kung'olewa. Kwa sababu shetani hataki watu wa Mungu wawe pamoja. Bwana asifiwe sana. Wangapi wananielewa? Kwa hiyo uchunge sana umoja au kwenye malezi ya kiroho. Malezi ya kiroho yana vita sana. Unalea watumishi, wanakuja wanapotea. Kwa hiyo wewe uliosimama hapo ukasema mimi naitwa fulani, ni umetangaza vita kuzimu. Kwa hiyo inatakiwa uwe mwana maombi. Nani ananielewa? Mama mtume hapa, mama mtume kanisa pamoja na mtume inamuhusu. Lakini hata mama mtume asipoomba ni hatari. Ni nini? Hatari. Mimi naomba wana wa Mungu, usiache kuomba kwenye maisha yako. Kwa sababu ukiacha kuomba utamwona mtume hafai. Watakuja watu kule nje atakwambia mtume hafai, atakwambia mama na mtume hafai, atakwambia mchungaji yule anayepiga vyombo hafai. Unavurugwa na shetani. Bwana asifiwe sana. Hebu mwambie jirani yako usikubali kuvurugwa. Shetani anachukia kitu kinachoitwa umoja. Andika kwenye diary yako kwamba mimi natumika chini ya mtume, lakini napaswa nifanye nini? Niingie kwenye maombi. Usipoingia kwenye maombi, ndio maana unakuta watu wanasali leo Ola City, wengine Karamtoni, wengine wanakimbia huku, hawasimami mahali moja. Nini haisimamishi wale watu? Hawaombi. Unanielewa? Hawafanyaji? Hawaombi. Na ndio maana mtaenda Safina, mtaenda Mungu ni Mwema, mtaenda kila mahali, lakini mambo yako kutengeneza na Mungu. Omba. Amen. Ndio maana Wakristo wanababaika. Lakini naamini kwamba unapofundisha mkae kwenye umoja, lazima uwe na maombi. Kama una maombi, shetani atakuoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaonaga sisi tunaambiwa nabii amezidi, nabii mwizi, nabii jambazi. Sisi tunafurahi. Hebu sema nabii anafurahi. Nabii anafurahi. Isipotangazwa sitajulikana. Wewe unaweza kuvumilia. Omba ili udumu kwenye nini? Umoja na wa kiroho, udumu kwenye nyumba ya baba yako. Bwana asifiwe sana. Mimi niko kwa ajili ya wale waliopangwa hapa pamoja na waumini. Amen.
Haleluya. Nani utukufu ule? Yesu ile utukufu aliopewa na Mungu aliwapa mitume na manabii na wachungaji na wainjilishi. Ile utukufu. Ayarudia wasikie tena. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 22. Ndio. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Nami utukufu ule niliowapa nimewapa wao. Sio nahubiri na kueleza wewe uliotamka kwamba unatumika chini ya mtume baraka. Kwa hiyo inatakiwa ile utukufu baraka alionayo iwe juu ya maisha yako. Amen. Wangapi wananielewa? 23. Mstari wa 22. Sawa kabisa. Ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Ili wawe na umoja kama sisi. Hebu sema sisi. Yesu hajasikia. Sema sisi. Tulivyokuwa na umoja. Mimi na mtume tulivyokuwa na umoja. Wewe na mtume muwe kitu kimoja. Wewe na muumini mwenzako muwe kitu kimoja. Shetani akija kuhadithia, mwambie sisi ni kitu sisi. Ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Wawe na umoja kama sisi tulivyokuwa umoja. Kama nitakavyokuwa na baraka pamoja na waumini wa baraka watakuwa pamoja na baraka, waumini wa Nabii Ernest watakuwa pamoja na sisi, shetani hawatatuweza. Amina. Wangapi wameshinda katika jina la Yesu? Hebu mpigie Yesu makofi kwanza. Amen. Nyinyi ni watu wa Mungu na mimi ni kitu ninachowapenda. Mna imani. Wamama mna imani sana. Na Mungu abariki katika imani yenu. Sisi tulivyokuwa na umoja, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu walivyokuwa na umoja, walikuwa pamoja, ndivyo wewe unayetumika kwenye madhabahu yenye neema utakuwa na umoja na madhabahu. Mimi nilivyokuwa na umoja na babangu wa kiroho, unaniona sasa hivi sina wasiwasi. Maisha yanakula maisha, wanasema nabii anakula mwenye, yani niko shwari. Na wewe unataka kuvuka, kaa mahali ulipoanzia na mtumishi wako. Kama umeanza na baraka, tulia, usitenge. Bwana asifiwe. Tulia, fanyeni kazi ya Mungu. Mungu anawapenda wale waliotulia. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi. Haya. Mstari unaofuata. Weka maiki vizuri, Mstari wa 23. Ndio. Mimi ndani yao. Nawe ndani yangu. Ili wao wamekamilika katika umoja. Waonekane wako katika umoja. Hebu njoo, ngoja nikufundishe, njoo. Haya, wale waliosimama hapa wako wapi? Wale waliosimama hapa. Haya, simama hapa katika. Na kufundisha kwa mfano. Zungukeni huyo, zungukeni wote. Asionekane. Zungukeni asionekane. Sema kwa sauti hiyo neno, Mstari wa 23. Mimi ndani yao. Yaani huyu ndani yenu. Nawe ndani yangu. Na wewe ndani ya huyu. Amen. Haya, pigeni magoti, shikeni miguu ya huyu baba. Endelea. Nani? Mimi ndani yao. Nawe ndani yangu. Ili wao wamekamilika katika umoja. Hebu angalia umoja ndio inatakiwa. Mumsikie baba yenu kwa njia hii.
ufurahia katika Bwana. Mungu abariki sana. Yaani mnakuwa na umoja, connection. Mtu akimsema baba yako unamwambia we koma. So unasikia babako anasema, unasema hebu sema. Unavuta hebu sema, utakosa baraka. Kwa sababu Yesu amesema ndani kujichanganya, tuwe pamoja. Leo nimefurahi nimeona Waisraeli wengi hapa. Nimeona Waisraeli wengi hapa. Nimeona nini? Waisraeli wengi hapa. Nimefurahi kwamba sisi na baraka tuko pamoja. Mimi na baraka tuko pamoja. Kama tuko pamoja, hao watu wote wasingekuwa. Yes. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuendeleeni kujoin, tuwe pamoja kama Yesu alipokuwa pamoja na baba yake. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi. Neno moja, nikifundisha namna hii, watu wanasema nabii anajivutia kwake. Hebu na wewe jivutie kwako, fanya hivi. Umewahi kuona mwamba mgozi anavuta kule, wanavuta huku? Hebu vutia kumbe sasa kama unaweza. Lazima uvutie kwako. Bwana asifiwe. Hebu mpigie Yesu makofi. Amen. Mimi leo sijaja kuhubiri, lakini kwa sababu mtumishi wangu amenikaribisha, itabidi nimrudisha amalize kazi alafu atanirudisha baba. Mungu akubariki sana. Ila naomba ushike hiyo umoja. Utazurura kama una umo, na ukienda kila kanisa utakuta kuna umoja. Sasa unaweza kwenda kwenye kanisa ambao watu watakujui. Umeingia kama mgeni unashanga. Kuna umoja na watu wanayekujua. Yesu alikuwa anajuana na baba yake. Ni kama mimi leo kiniambia chague kwa waumini wako wote hapa. Mimi naangalia ile chata yangu tu. Ile niloweka najua hii yangu naondoka. Bwana asifiwe sana. Kweni na umoja na mtumishi wenu huyu. Kweni pamoja. Bwana asifiwe sana. Mimi nimepigwa sana kwa maneno na kila kitu, lakini nakula vizuri, naishi vizuri. Yaani wewe ukiniangalia naishije hivi? Namfundisha na huyu kwamba watakupiga lakini hawatakushinda. Amen. Huyu mtume wangu au hata mfanye nini, nimemfundisha kuwa na roho ya jiwe. Sema jiwe. Na wewe kuwa na roho ya nini? Ukiwa na roho ya jiwe utasimama kwenye injili. Haleluya. Hebu nipigie makofi mwenyewe. Mungu akubariki. Sijakwambia tupige makofi. Kila kwaya imefanya vizuri. Amen. Hebu mwambie jirani yako na wewe umefanya vizuri. Nilikuwa nawafundisha umoja. Kwa nini nakufundisha umoja? Ina siri ya rohoni. Ile siri ya rohoni ni lazima nikushtue. Ukiona mtu amefaulu kiroho, hebu tafuta na wewe kufaulu kiroho. Sababu kishafaulu kiroho, mwili utasema. Mwili utasema. Kama mtu amebarikiwa rohoni, ndani, huko nje utasema. Haleluya. Kama una shida ndani ya roho yako, huku nje kutasema kwamba una njaa, una shida, una huzuni. Wangapi wanataka huku ndani kufanikiwe kwanza? Watu wa hebu pigeni makofi watu watatu tu. Ukishafanikiwa kiroho na mwili imeshafanikiwa. Sisi, sema sisi.
tunabarikiwa kwa kuomba. Bwana asifiwe sana. Tusipoomba hatubarikiwi. Tusipoomba hatupati akili. Tusipoomba tunapata makosa kila wakati. Bwana asifiwe sana. Hebu fungua Mathayo 7 kuanzia mstari wa 7. Nataka usimame kwa maombi. Leo jambo tunaenda kulifanya hapa ni lizuri kwako, lakini kama ulitambui inaweza kuwa mbaya kwako. Mathayo 7:7. Karibu. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Naam, karibu. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtapata, mtaona, mtafanikiwa. Wana wa Mungu, watu wasioomba ni ngumu kufanikiwa. Wanafanikiwa kwa shida. Mimi nakupa ushuhuda. Hata vazi lako kama uombi halionekani kama ni lizuri. Ukivaa tu vizuri nasema huyu amevaa vibaya. Lakini ukiomba utaonekana kwamba ni mtu fulani anapita. Ni mtu fulani. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa ameniambia kwamba mtumishi hapa walishamwambia nabii wako akifika siku moja kwenye madhabahu yako mvua itanyesha siku hiyo. Nikamwambia Mungu, nimesikia hiyo sauti kiniambia, lakini mtumishi hajawahi kuniambia. Nikamwambia Mungu, nataka leo nikifika tu wakati nimekaa mvua inyeshe. Lakini hiyo siri yeye ndiye anayemjua. Si hajawahi kuniambia. Hebu azibitishie. Yaani kitu alichozungumza kwako wenyewe. Amekuacha hataweza kufika. Akifika mvua itanyesha. Kwa mvua imenyesha baba. Lakini sikiliza. Sijawahi kuambiwa na mtu, Mungu mwenyewe. Sasa leo nikamwambia Mungu, thibitisha lile neno. Hakuna mtu anaweza mtoto wake akamtupa hata siku moja. Wewe mama na watoto wangapi, hata kama ni jambazi hujawahi kumtupa, hata kama ni mwizi, hata kama ni mbaya. Nyinyi wa mama mnajua mmenyonyesha watoto kiasi gani. Unakuta mwizi amekuibia, anataka kuoa, anasema wacheni, na amekuibia wewe mwenyewe, lakini unamuonea huruma. Uzao ni kitu chenye thamani hata iweje. Sasa leo mvua imenyesha, piga picha maji hapo, rusha, sema alipokuja ile neno limetimia. Na wewe kwenye nyumba yako unaweza kubabaishwa kwa sababu hauombi. Unaweza kupigwa kwenye ndoa kwa sababu hauombi. Omba. Bwana asifiwe sana. Uwe mtu wa maombi. Ukiwa ni mtu wa maombi, hautakaa ukosane na mtu, hautakaa ukosane na babako wa kiroho, hautakaa ukosane na ndoa yako, hautakaa ukosane na muumini mwenzako. Omba. Wangapi watasimama kwa maombi? Mimi nakufunulia. Leo sijui kama unaomba chumvi hapa, wewe usiombe chumvi. Piga magoti kwenye nyumba yako, mwambie Mungu, nataka pakiti ya chumvi. Yaani unasali asubuhi ukiamka, wakati unataka kwenda kazini unashangaa vile vitu ulivyoviomba unavipokea. Amen. Unafanyaje? Narudia mstari wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni mtapewa. Usipoomba upewi. Usipotafuta upati. Watu wengi ina maana kuna kuomba na kuna kuombewa. Ukijumlisha kuomba na kuombewa hujafanikiwa wewe. Unachelewa wapi? Mwambie jirani yako, tunachelewa wapi?
kushika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kuto kushika nini? Neno la Mungu. Kama leo nimekufundisha umoja, shika. Leo nimekufundisha kuomba utapokea, shika. Hiyo ndio maana. Bwana asifiwe. Mnaposikia sisi manabii tunatukanwa, sijui nini, haya manabii wanapenda fedha, sasa hivi wameshika adabu. Hawa wachungaji walikuwa wanatutukana, wameshika adabu. Leo sisi ndio tunaongoza manabii na mitume kwa kuponya Tanzania. Bwana asifiwe. Kwa kuponya nini? Tanzania. Na shida zote, ukitaka kujua kuna shida, nenda kwa mitume na manabii. Unakuta mama, ugonjwa ulioshindikana mtume anatoa, ugonjwa ulioshindikana nabii anatoa. Shikana na manabii na mitume. Unafikiri wachungaji hawana nguvu ya Mungu? Wanayo. Lakini ukishaingiza wivu unakosa. Leo nikiona wivu kwa wachungaji nashindwa. Wachungaji wakiona wivu kwangu wanashindwa. Bwana asifiwe. Leo wachungaji wote wako pamoja na nani? Na manabii wote. Wote. Kwa hiyo wangapi wataenda kusimama kwa kuomba? Wewe piga makofi kama umesukumwa, lakini shetani anakula mahesabu juu yako. Wakati kwanza unampigia makofi Yesu. Yesu akikuangalia kwenye ufalme wake, anajua huyu mtoto anayenishangilia atakapotoka kwenye madhabahu lazima kuna baraka nitaachilia juu ya maisha. Mikono si ya bure. Kwani mdomo unalipia luku? Hebu piga kelele. Piga ya pili tena. Hayo ndo maneno sasa. Umelipa shilingi ngapi kwenye sauti? Tumia kitu cha bure Mungu aliokupa. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Ndio. Kwa maana kila ambaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Amen. Kwa maana kila ambaye hupokea, maana yake matatizo ulionayo inawezekana wewe uombi ili upokee. Wangapi wanataka pesa hapa? Simko wengi? Simko wengi? Leo nikiwaambia lambeni udongo mpate pesa, si hii udongo sitaisha hapa. Ndio maana nawapeleka kwenye kuomba. Kwenye nini? Kuomba. Kwenye nini? Kuomba. Kila mtu atakayeomba hatapungukiwa hata siku moja. Lakini ukitembea kwa wivu utapungukiwa. Kuanzia leo acha wivu, omba. Na wangapi watakayeomba? Nani atasimama kwa maombi? Kwani wangapi wananipenda? Ngoja nikwambie. Mimi tunaniona tu ni kijana. Sio hivyo? Mimi kijana tu, kwani sio wewe unaonaje? Hamna uzee wala mimi ni kijana. Kwa mfano, kwa nini unanipenda? Inawezekana unanipenda kwa sababu ile maombi yangu mimi nayoomba. Amen. Na wewe utakavyoomba, watu watakupenda, utapata kibali mbele za watu. Ukienda kwenye kazi ni wa kwanza kupewa cheo. Ukienda kuomba kibarua katika watu 100 utakuwa mtu wa pili au wa kwanza, kwa sababu ile maombi nakupa kibali. Maana ya kuomba na kufundisha. Nikitoka hapa nitakufundisha utoaji. Bwana asifiwe. Sasa maana kwa sababu usipoomba upokei. Ufanyaje? Upokee. Instead, naye atafutaye atafunguliwa. Naye abishaye atafunguliwa. Mstari wa 8. Kwa maana kila ambaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Atafunguliwa. Amen. Inawezekana umefungwa sehemu fulani, lakini ukiomba unafunguliwa.
unafanyaje? Kamba zinakatika. Sasa shida yetu wana wa Israeli au wana wa manabii au wana wa mitume, shida yetu tunazingatia kuombewa. Sasa zingatia kwamba kuna kuomba wewe kama wewe na kuna kuombewa. Ukijumlisha umepokea. Wangapi wamefunguka? Sijui mnanielewa. Ina maana ukiomba alafu ukaja kwa mtume akakuombea, hiyo baraka huwezi kumaliza. Amen. Kila siku utakula mema. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi. Sasa leo kuna kuombewa, alafu ukitoka hapo ukifika nyumbani kuna kuomba. Wangapi wanataka kuombewa leo? Nyosha mkono. Anayetaka kuombewa. Yaani mimi silazimishi. Onyosha nione. Sasa nyinyi ambao mnataka kuombewa, mimi nitakuombea, mtume atakuombea. Sasa kuna kufanya kitu kwenye kuombewa. Sijui mnanielewa? Kuna kufanya nini? Kwenye kuombewa kuna kufanyiwa kitu. Kuna kufanya kitu na kuna na wewe kufanyiwa kitu. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi. Wangapi watakuwa wanakaa kwa kuomba ili wakija madhabahuni wanapokea? Utafanya hivyo Piga makofi kwa Bwana. Sasa tunaenda kuangalia sehemu nyeti. Leo tuna changizo la kujenga madhabahu. Na hiyo neno la madhabahu tutasimamia kwenye Hagai 1 kuanzia mstari wa 6. Nitakusema sema kidogo. Hebu mwambie jirani yako tutasema sema kidogo. Hebu sema lazima niseme kidogo. Uzuri wa neno linakufundisha. Hagai 1 mstari wa 6. Amesema mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Hebu mwambie jirani yako, umesikia umaskini huo? Hiyo ni umaskini. Inawezekana unashika pesa yako lakini utoi zaka. Unashika pesa yako ununui dirisha. Unashika pesa yako ununui kiti cha kanisa. Mshahara wako umeweka kwenye mfuko uliotoboka. Ndio maana kila siku unasema sina pesa. Utapata wapi pesa wewe? Leo, hebu sema leo. Kuna kuchangia madhabahu. Lakini kwenye kutoa kuna kupokea. Kwenye kufanya kitu kuna Mungu kufanyia na wewe. Akasema ameweka mshahara kwenye mfuko uliotoboka. Kuna mtu hapa tu sitaki nikusimamishe, ambaye akishika pesa ikai. Simama. Namba 1. Akishika pesa ikai. Asubuhi mpaka jioni ikai. Njoo. Ndio hapa Mungu anataka. Njoo. Mtu wa Mungu bwana. Pole. Haya, toa sadaka kwenye madhabahu. Mpe mtume sadaka pale. Mpe sadaka pale. Mweke mguuni pale. Weka pale mguuni sadaka. Haya kachukua. Haya kalete. Sikiliza. Huyu ni mtu wa Mungu sana. Kimbia kalete kimbia. Sikiliza. Akishika pesa haikai. Kwa nini haikai? Kwa sababu anaweka kwenye mfuko sema iliyotoboka. Nenda mpeleke akalete. Anapojua njoo hapo. Aya basi ana shida. Kimbia basi. Aya kimbia bwana. Unafikia? Amen.
kiraka, sasa kiraka imeng'oka. Unajua Yesu anaweza kuja kati ya mbele wanaangalia kama watu wa Mungu na nithamini. Thamini kila mtu. Na wafundisha. Thamini kila mtu. Aliolewa, aliokuwa mzima, yukoje, thamini. Hujui maisha yako unaenda kutokea wapi. Bwana asifiwe sana. Amesema amepokea mshahara kaka kwenye mfuko gani? Uliotoboka, mshahara umedondoka. Sasa leo usikubali mshahara idondoke tena. Sema sitakubali. Bwana hiyo sauti ndogo. Sema kwa sauti. Sitakubali. Tena. Sitakubali. Tena. Sitakubali. Jipongeze mwenyewe. 7 mstari wa 7. Bwana wa majeshi asema hivi. Zitakufakarini njia zenu. Pandeni mlimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Asema Bwana. Jengeni nyumba ya Bwana. Kila mtu mwenye sadaka hapa atoe, tujenge madhabahu. Ili baraka ziachiwe kwenye nyumba yako, baraka ziachiwe kwa watoto wako. Kwa mfano kama huyu atoi sadaka huyu, hii kanisa haibarikiwi. Sijui mnaelewa. Kama mimi sitoi sadaka, kanisa ifanyaje? Haibarikiwi. Wangapi wako tayari kujenga nyumba ya Bwana ili tukiweka mishahara yetu mfukoni isidondoke? Sijasema shangilia, kila mtu anyoshe hivi. Haya, wale wenye pesa wapige line hapa. Chapa. Chapa. Nataka nikuambie kitu. Na hii baraka utamaliza siku ya leo. Wala isiwagusaji watu, lakini leo nitakugusa. Kwa nini? Nataka ubarikiwe. Nataka uinuliwe. Nataka ujenge nyumba ya Bwana. Hii kanisa tulijenge. Bwana, ukitoa mifuko 5 simenti ni kidogo. Ukitoa tofali 20 ni kidogo. Ukitoa tofali 50 ni kidogo. Bwana asifiwe sana. Wale wenye pesa wafanye line hapa. Tutakufuata, tuandike jina lako kwamba mimi niko namba 1 kujenga kanisa. Simama hapo bwana. Safi. Mimi napenda watu kama nyinyi. Unajua mama amebarikiwa sana. Ndio maana nyinyi mna nguvu. Leo umeshika mpaka nchi. Wa baba wa mama, tusimame kwa sababu ya kusudi fulani. Tujenge kanisa la Bwana. Haijalishi tuko ngapi, tuko wengi sana hapa. Tuko wachungaji, tuko hapa, mitume wako hapa. Tutafanya kwa sababu tuna uwezo wa kufanya. Bwana asifiwe. Nani anaandika kwenye kanisa? Mimi nani mwandishi? Utatutolea shingapi mwanangu? Ulioanza kwenye. Karibu. Amen. Hebu piga makofi. Pokea sadaka. Sasa nataka wakishatoa watu wote, napita kumwaga moto na baraka. Amen. Mwanangu Mungu akubariki. Hawa ndio watu. Kazi yangu. Karibu mwanangu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Ita Pascali. Nitatoa shilingi 20,000. Nitatoa shilingi 50,000. Kesho nitatoa shilingi 20,000, nitadaiwa 30,000. Hebu mpe makofi kabisa. Napenda kazi. Karibu. Sawa. Hebu mpe makofi. Wana na mafua. Weka vitu hapo.
Na ninawaambia hamtaweka tena pesa yenu kwenye mfuko uliofanyaje? Uliochomoka. Sio mpaka uwe na gari ndio unaonekana una pesa. Hapana. Nyinyi hamna magari lakini mna hela ya kutosha. Wabariki katika madhabahu. Watamkie baba yangu. Ambao watende. Wengine wana magonjwa. Wengine wana roho mauti. Katika jina la Yesu. Shika mkono baba. Ajulie biashara ya baba. Ajulie biashara ya mama. Shika mkono biashara yake. Shika mkono ndoa yake. Katika jina la Yesu. Shika mkono baba. Shika mama yule mkono. Shika baba yule mkono. Shika mtumishi yule mkono. Katika jina la Yesu. Baba bila ufalme. Kutoka familia. Kutoka izara. Chama ulete. Chama ulete. Chama noa. Chama ulete. Chama ulete kwenye sadaka. Chama ulete kwenye sadaka yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Pokea biashara yako, pokea biashara yako, pokea biashara yako, pokea kazi ya mikono yako, pokea elimu yako, pokea biashara yako katika jina la Yesu. Achilia moto na mafanikio, pokea na mafanikio kwenye nyumba yako. Pokea katika jina la Yesu. Unayofunga kifani kwako kibia katika jina la Yesu. Navunja madhabahu, navunja madhabahu. Sogeza wewe, vunja madhabahu, vunja madhabahu, vunja malango kuzima na roho ya ufalme wa giza. Pokea biashara yako, pokea biashara yako, pokea mafanikio, pokea biashara yako, pokea mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Roho ya mapoza itakaa kwenye nyumba yako. Pokea katika jina la Yesu. Achilia upako wa mafanikio kwa moto wa Roho Mtakatifu. Jina katubali. Vunja roho ya shida kwenye nyumba yako, itaondoka kwa jina la katika jina la Yesu Kristo. Navunja madhabahu zote. Pokea mafanikio katika maisha yako. Pokea mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Roho ya mapoza kwenye biashara, roho ya mapoza itakuwepo tena, roho ya mapoza itakuwepo tena katika jina la Yesu. Wajini na katubali kibali. Kibali. Na kitu kiko hapo tumboni. Roho wakati tumboni mpaka kifuani, kapanda kichwani. Achia katika jina la Yesu. Nafuta kila madhabahu. Mungu abariki sana. Maombi yameshafanyika. Sasa kilichobaki ni kumsikiliza mwenye nyumba anatupeleka wapi. Mlete hapa huyo. Watendakazi wa muinui yule. Leta, kuna kitu kiko kwenye ubongo ambayo inamfanya asisikie. Natoka. Ichia masikio yote asikia. Simama. Dada, unaita nani?
Unaitwa nani? Unaitwa nani? Sogeza. Chini na kwenye masikio. Yatoka. Funguka. Funguka. Asikie na ongee kuanzia sasa. Majini wote bubu, kila kitu toka. Kila kitu kilichofanyika kwenye maisha yako. Maisha yako. Nena moja. Pigia makofi. Sasa wangapi wamefurahi? Wangapi wamefarijika? Wangapi wameinuliwa? Wangapi wameinuliwa? Umeinuliwa? Amen. Alafu uwe na furaha. Kufanikiwa kwako ni kufurahi. Ni kufanyaje? Alafu kama una amani, tafuta ni kitu gani kinanyima amani ili niweze kurelax katika nchi Mungu aliyokupa. Amen. Barikiwe sana. Natamani kila wakati mpokee hii neema. Pate upako kwenye madhabahu hii ya mtume Jobit. Mungu akubariki kwa sababu una moyo wa kutoa, lakini kuna vitu vinakusumbua kwenye roho yako. Mungu anashuka kukusaidia sasa. Ila mawazo inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Mawazo inaondoka. Kuna kitu kinakusumbua lakini inakuwa siri yako. Sasa namwambia hapa ya nguvu ambayo ilikuwa inakusumbua, roho ya kukataliwa na madhabahu zote ambazo zilizotumwa juu yako. Ninaamuru na jina la waganga likimbia. Kila ukishika pesa kuna wachawi wanakula pesa. Achia pesa. Kuna vitu fulani unafanya usiku wa manane wakati amelala. Navunja kila pando lililopandwa na waganga waliotoka nchi mbalimbali. Kwanza utosini pako nyani. Njini bubu fungua kinywa kimbia. Navunja madhabahu ambazo zinamzuia maendeleo. Tulia. Na kufungua kinywa kuanzia sasa. Toka kwa sauti. Akimbia. Nini ambayo mnakula pesa anapofanikiwa? Mtaki fanikiwa? Wewe ni nani? Analinga. Sasa hapa ndo umeingia pazuri. Atafanikiwa. Ataanza. Atafanya. Navuta mikosi. Bala. Wanaovusha mikosi kwenye mwili yako. Wewe jini unaingilia mbinguni. Akimbia. Sasa kuna kitu fulani unataka kufanya maendeleo, lakini inafika. Hebu fikeni kanga. Mbona mnaogopa kila mahali? Mnaogopa nguvu ya Mungu esi?
Sasa unafunga nini? Ngoja kufunga. Leta nifunge mbili. Amri kufunga. Mbona nafunga mbili? Mimi nafunga mwenyewe. Mimi nafagia matapishi ya waumini wangu. Waumini ndio watu wangu. Ndio mtaji. Fanya biashara anauza mtumba ule uliochanika ndio mtaji wake. Kuna kazi fulani nataka kufanya, lakini nafika mahali unakataa. Kuna vitu nataka kufanya, lakini nafika mahali hutaki. Sasa pole, kanyaga kimbilia, kuna kitu kitatoka miguuni. Kanyaga. Mungu atakuinua. Kanyaga. Kimbia kanyaga. Na vita madhabahu mliofunga ubiti kuanzia Nyaoni mpaka Utesini. Kimbia. Wote. Na raba kila kifunga na toboa vifungo vyote. Pigia Yesu makofi. Angalia, unasikia kizunguzungu? Sasa umetoa sadaka. Unapoenda nyumbani kwako, endelea kuombea madhabahu. Ombea nini? Madhabahu. Mahali ulipotoa sadaka ndio mahali pa kuheshimu, kwa sababu roho yako umeiweka hapo. Sawa? Sasa tunasalia, kuna vitu vinakuzuia. Kwa hiyo ukitaka kwamba kwa mfano kununua nguo mjini, ukala yeye mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, umefungiwa uchumi, umefungiwa maendeleo. Mwambie mtume wako huyo. Mwambie mtume kwamba nikishika hela nataka kununua kitu, inashindikana. Sawa? Unamwambia nani? Alafu mtume anaelezonga vitu vya siri. Yaani maisha yako wewe huwezi kumweleza muumini mwenzako. Acha hii naifunua, nikitaka kufunua wote nafunua, lakini ya kumweleza. Kwa hiyo mna shida kwenye kanisa, usikae na shida bila kumweleza mtume wako. Mnanisikia jamani? Sababu ile vitu vitawatafuna, alafu hamna mtu wa kumweleza. Mume wako akikufanyia ubaya usiku, mtu wa kumweleza ni mtume wako, yule anayeongoza kiroho, kwamba hapa nifanyeje, anakushauri, anakuombea. Sasa mnaficha siri. Sasa ficheni siri, mtakwisha. Mimi kanisa la Israeli Kombozi hamna siri hata moja wanayonificha. Na mimi nina siri za watu, hata ukisema na kupiga bunduki sema sisemi siri za watu. Sasa mimi mwanajeshi akisema siri anakufa. Sijui mnaelewa? Kila huyu baba akiniambia siri yake simwamini mtu. Kwa hiyo unasema siri kwa sababu hamna aibu. Kuna vitu unafanywa lakini unashindwa kumwambia mtume. Wakati unanisikia jamani? Yule anayekuongoza kiroho mweleze siri yako. Mtu anayeshindwa kueleza siri yake ni yule ambaye anasali leo hapa, kesha naruka naenda na mtoni, kesha naruka naenda sijui wapi. Yule mtu sio muumini. Lakini tunawapokea tu. Sio hivyo. Waeleze siri yako sana. Hapo nimefungua kidogo. Sawa? Utaenda kuona mbele sasa vile ambavyo huwezi kufanya tafadhali. Makofi.
Sasa mimi nimemaliza. Wamama jeshi kubwa mpo? Mama nyinyi ni wa jeshi kubwa. Amen. Hebu jipigieni makofi. Haleluya. Jipigieni makofi. Amen. Karibu. Ninashukuru kwa kunikaribisha kwa amani katika madhabahu hii. Asante. Nimefurahi, nilipokea vizuri. Pia nimeshiba. Kwa kweli kila mahali nikiangalia kuna furaha. Amen. Kila mahali. Sasa nilishatamka baraka sana. Nilishatamka baraka. Neno la wiki, tembea kwenye mshikamano. Amen. Tembea kwenye nini? Mshikamano. Kwenye kushikana ndio kuna utajiri. Sema mshikamano. Mshikamano. Mkiwa na umoja ndio kuna nguvu. Mkiwa na utengano ni udhaifu. Na msifikiri kwamba mtakuwa dhaifu wote. Kuna upande itakuwa na nguvu, upande moja ina nini? Haina nguvu. Ina mikono yako. Baba, mahali popote watumishi wako watakapotembea, ninaomba malaika, wale malaika wako kwenye kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 11. Utawatangulia, utawalinda, utawaweka mafanikio juu ya maisha yao. Hata sasa nabii wako anapotoka mahali hapa, naomba baraka itembee na watumishi, watoto wa kiroho, watoto wa madhabahu hii, watoto wa madhabahu zingine, mitume na manabii, wachungaji wote, pamoja na familia zao, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tukaribishe sifa kwa ajili ya kumtoa mheshimiwa.